Habari ya saizi, leo nimewaita ofisini kwangu hapa kwa kuongelea swala zima la ulinzi, hasa tunapoelekea kwenye mwezi wa 12. Kama tulivyosikia kuna watu wanajiandaa kuandamana 9 Disemba, na mimi nimeona ni vema nijaribu kutoa elimu katika eneo la ulinzi, hasa wa vituo vya mafuta pamoja na magari ya kusafirishia mafuta. Ndugu mtangazaji, hao wenzetu wanatumia sana mafuta kwenye kuchoma majengo pamoja na kuharibu miundombinu. Sasa tumeona ni vema tupate muda tuweze kuongea na wasafirishaji wa mafuta pamoja na vituo vya mafuta. Kwanza ni kuambia wenzetu wenye vituo vya kuuzia mafuta wahakikishe vituo vyote vya mafuta vina ulinzi wa askari wenye silaha. Lakini pia vituo vya mafuta ni vema wakafunga CCTV kwa ajili ya kuweza kuwatambua kama kuna watu wataenda kufanya uharibifu, tuweze kuwatambua na kufanya ufuatiliaji. Lakini pia wamiliki na wauzaji wa mafuta, wamiliki wa vituo vya mafuta na wauzaji, tunawashauri kwa kipindi hiki ambako tunaelekea kwenye hiyo 9 Disemba yao pamoja na mambo mengine, basi wasiwauzie mafuta mengi bodaboda pamoja na bajaji. Wauze mafuta kidogo, yasizidi lita 2. Yasizidi lita 2. Kwa sababu unapowauzia mafuta mengi ni kuwawezesha kufanya movement za kutoka point A kwenda point B na kuendelea kufanya uharibifu. Kwa hiyo mafuta yanapokuwa mengi ni kama yanahamasisha, yanawapa nguvu ya kuweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine hawa waharibifu. Kwa hiyo upande wa vituo vya mafuta tunajaribu watuelewe, tunajaribu kuwaelimisha watuelewe, kwa sababu wao ni wadau muhimu katika usalama wa wilaya yetu ya Chunya. Lakini pia tunawaambia wasafirishaji wa mafuta wasiuze mafuta kiholela njiani. Ipo tabia ya wasafirishaji wa mafuta, wanafika njiani wanaanza kuuza mafuta kiholela. Na sisi tumejiimarisha kufanya doria katika maeneo hayo kwenye vituo vya mafuta pamoja na kufuatilia magari ambayo yanasafirisha mafuta. Endapo tutamkuta mtu amebeba mafuta, amepaki njiani, anauza mafuta kiholela, wale wanaouza kwenye vidumu au kwenye vikopo vya lita 1, lita 2, hatutasita kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu watu wanaonunua mafuta kiholela kwenye vidumu, kwenye vichupa vidogo, hao ndio wanachukua hayo mafuta, wanaenda kuharibu miundombinu na kuchoma majengo ya watu pamoja na majengo mengine ya serikali. Kwa hiyo sisi hatutakubali kuona hali kama hiyo inaendelea. Kwa hiyo tumeona tuchukue wasaa huu kuwapa elimu kwamba waweze kufata hayo ambayo tunawaelimisha. Lakini pia tumeongea na bodaboda, nao tumewaelimisha kuwa makini na watu ambao wanawabeba, kwa sababu hawa wanasafiri kwa kutumia bodaboda, na bodaboda wetu tumeshawaelimisha waweze kutusaidia kuwatambua hawa watu, hasa pale wanapokuja na kuwahamasisha wabebe kuwapeleka pointi nyingine, waweze kutuambia ni wakina nani na wapo wapi, ili tuweze kukamata na kuwashughulikia.
Bodaboda pia tumewaeleza kwenye kikao chetu, tumewaeleza wavae reflectors. Zile reflectors ziwe na namba ya vijiwe. Kwa hiyo wajisajili kwenye vijiwe, lakini pia wawe na vitambulisho, na zile reflectors zao ikiwezekana ziwe na jina la kijiwe, ziwe na namba ya simu ya mwendesha bodaboda. Hii itatusaidia kuwatambua bodaboda wa hapa kwetu. Lakini kama atakuja mgeni, bodaboda mgeni, basi aweze kutambulika mapema. Lakini pia bodaboda hawa tumewahamasisha wasikubaliane na kushawishiwa au kushawishika na vitu ambavyo vitawaletea shida baadaye. Kwa sababu tutakavyoanza kuweka lockdown na vitu vingine, wao hawatafanya kazi na watapata hasara, na hawatapata mirejesho ambayo wanapeleka kwa mabosi wao, na wao wenyewe watakosa kupata riziki zile za kila siku. Kwa hiyo tumewaelimisha bodaboda, kwa kweli wameelewa, tunafurahi kwa sababu wameelewa na wameahidi kutoa ushirikiano wa hali ya juu sana. Lakini pia katika kuimarisha ulinzi katika wilaya yetu ya Chunya, tumeishafanya vikao na watendaji wa kata pamoja na vijiji katika tarafa ya Kiwanja, na baadaye tutaendelea tarafa ya Kipembawe ili kuimarisha uimarishaji wa daftari la mkazi. Endapo kuna mgeni yoyote atakuja katika wilaya yetu, aweze kutambulika haraka, na kama ni mhalifu tuweze kumtambua haraka na kuweza kumkamata na kumchukulia hatua. Mgeni yoyote atakayekuja anapaswa kuripoti kwa barozi. Anatakiwa kuripoti kwa barozi wa nyumba 10 katika eneo ambalo amefikia. Na asipofanya hivyo, tukipata taarifa zake, basi tutamkamata na tutamfikisha kwenye vyombo vya sheria ili aweze kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo sisi tunawaasa vijana wote wa wilaya ya Chunya waendelee na shughuli zao kama kawaida, wasijitokeze hata kidogo kujaribu kuandamana hiyo tarehe 9, kwa sababu maandamano hayo hayana kibali cha serikali, na hivyo kufanya hivyo ni kuvunja sheria. Na sisi tunawaasa watu wenye mapenzi mema watoe taarifa mara moja kwetu au kwa kiongozi wetu wa serikali juu ya ujio au juu ya uwepo wa watu wanaopanga njama za kufanya maandamano haramu siku ya tarehe 9 Disemba. Baada ya kusema hayo, napenda niwashukuru sana ndugu waandishi wa habari, na kuwakaribisha tena katika ofisi yangu ya mkuu wa polisi wilaya ya Chunya. Karibuni sana. Naitwa Nestori Mwita John, Senior Superintendent of Police, mkuu wa polisi wilaya ya Chunya.